Ndugu wananchi, katika kipindi cha kampeni niliwahi kuzungumzia Ziwa Babati. Niliwahi kuzungumzia barabara ya kona ya Mrara mpaka Mamire kwenye lango la hifadhi ya Tarangire. Tukiamini lango lile likifunguka na barabara ikiwa iko sawa sawa, ni dhahiri uchumi wa watu wa Babati utakwenda kufunguka. Watakuja wawekezaji, watawekeza kwa sababu kutakuwa kuna shughuli za utalii. Basi na sisi ambao tunalima, tunafuga, tutanufaika na fursa hiyo kwa sababu zitajengwa hoteli, kutakuwa na mwingiliano wa watu wengi, tutaendelea kufanya biashara. Tunaishukuru serikali. Baada ya kufika bungeni, nimeendelea kulifuatilia hilo, na leo daraja limetanuliwa pale, na baada ya daraja anaendelea na mita 800 ambazo serikali chini ya Daktari Samia Suluhu Hassan imetupatia. Hizo mita 800 zikiisha, tunaamini tutapewa zingine na tutafika kwenye lango la Tarangire na shughuli za utalii kwa imani yangu zitaendelea. Lingine lilikuwa ni la Ziwa Babati. Baada ya kufika bungeni, nimeendelea kulisemea hata katika michango yangu mbalimbali. Kwa wale ambao wamewahi kunisikia, kuna maeneo nimelizungumzia Ziwa Babati, na serikali kwa sababu ni sikivu imekwisha kutuma wataalamu kuja kuangalia ziwa, na tunatazamia katika mwaka huu mpya wa fedha wa serikali tulionao, kuna fedha zinahitajika kwa ajili ya mitambo kama 30% ili mitambo iweze kuingia nchini, na kwa mazungumzo ambayo nimeyafanya kwa niaba yenu, Ziwa Babati itakuwa kupewa kipaumbele, hivyo litakwenda kusafishwa na wananchi wa halmashauri ya mji wa Babati watakwenda kunufaika na ziwa lile. Tutakwenda kufanya ufugaji wa samaki wa vizimba, tutakwenda kuwaunganisheni na taasisi za fedha, hata benki yetu ya taifa ya kilimo, lakini mikopo ile ya 4% 4 kwa akina mama, 4 kwa vijana, 2 kwa watu wenye mahitaji maalum, na kwa kupitia Wizara ya Uvuvi na Mifugo, ninaamini fedha zitapatikana na Ziwa Babati litakwenda kutukomboa kiuchumi. Katika sekta ya elimu, shule ya msingi Bonga ilikuwa chakafu, lakini leo shule imekuwa mpya. Kweli si kweli? Na mimi kwa kupitia mfuko wa jimbo nimewapatia madawati 30. Mheshimiwa Diwani, madawati yapo shuleni? Hayapo? Madawati yamekwisha kufika shule ya msingi Bonga na wanafunzi wanaendelea kuyatumia. Katika sekta ya afya, serikali imefanya mambo mengi. Tukianza na hospitali ya mkoa, inasemekana ni hospitali ya mkoa wa Manyara, lakini wanufaika wakuu ni sisi watu wa halmashauri ya mji wa Babati. Imekuwa hospitali ambayo ni ya msaada, hata wenzetu wa mikoa ya jirani ya Dodoma na Singida wanapata huduma pale. Tulikuwa tuna changamoto ya huduma ya dialysis, huduma ya kusafishwa damu kwenye watu wenye changamoto za figo. Huduma ilikuwa inapatikana Benjamin Mkapa, Muhimbili na KSMC wakati mwingine, lakini serikali ya awamu ya 6 chini ya Daktari Samia Suluhu Hassan, kwa kutambua umuhimu wa afya kwa jamii ya Kitanzania, tumeletewa vifaa tiba pale katika hospitali yetu ile, vifaa vya kisasa kabisa, na leo wananchi wa mkoa wa Manyara, hususan sisi watu wa halmashauri ya mji wa Babati, tunanufaika na huduma ya dialysis pale. Lakini serikali imetoa fedha na majengo yamekamilika: jengo la dharura, jengo la wagonjwa mahututi na jengo la damu salama liko njiani kwisha. Hospitali yetu ya halmashauri ya mji, hospitali ya Mrara, serikali ilitupa fedha nyingi, majengo yamejengwa pale na huduma imeendelea kuboreshwa. Imetupa hela kwa ajili ya vifaa tiba. Vifaa tiba pia vimenunuliwa. Na changamoto ya mama na mtoto wakati wa kujifungua, akina mama walikuwa wakipoteza maisha, lakini leo kifo cha mama na mtoto kimepungua kabisa pale na kinakwenda kuisha kabisa. Tunatambua tuna kituo chetu cha afya cha Bonga. Ni kituo ambacho ni kikongwe. Leo kituo cha afya cha Maisaka kinatoa huduma ya upasuaji, na mimi ndiye nilienda kufanya uzinduzi wa huduma hiyo ya upasuaji. Na kituo cha afya cha Bonga tutakwenda kukiboresha na chenyewe kitoe huduma stahiki
na wananchi wanufaike kwa huduma ya afya katika kituo chetu cha Bonga badala ya kukimbilia hospitali yetu ya mji ambayo ni Mrara. Halmashauri ya mji wa Babati ilikuwa na changamoto kubwa sana ya maji. Tunatambua changamoto bado zipo, lakini serikali ya awamu ya 6 chini ya Daktari Samia Suluhu Hassan imeendelea kuona namna sahihi ya kutatua changamoto ya maji katika maeneo yetu. Katika sekta ya kilimo, ninyi ni mashahidi, serikali imeendelea kuboresha huduma kwa kuwawezesha maafisa ugani kupata semina za mara kwa mara ili kuwajengea uwezo ili waweze kutuhudumia katika maeneo yetu. Lakini tumeendelea kusema na serikali pia kwa kupitia Wizara ya Kilimo kwa kupitia Tume ya Umwagiliaji. Tunashukuru serikali imeipatia mkoa wa Manyara gari kwa ajili ya uchimbaji wa visima, ambapo ni lengo kuu la Mheshimiwa Rais. Magari hayo yametolewa nchi nzima kwenye mikoa. Nitakuwa mwakilishi mwema katika kuhakikisha fedha hizo zinakwenda kwenye makundi hayo kwa kushirikiana na wenzangu wa halmashauri pasipo na upendeleo, na ndugu zetu wameendelea kusajili vikundi hivyo, na vikundi kama ambavyo serikali imeelekeza vimeendelea kusajiliwa na vimeendelea kupatiwa mikopo hiyo. Ninatambua tuna vijana. Vijana ndiyo kundi kubwa ambalo linashughulika na ujasiriamali, na kwa kutambua umuhimu wa vijana alianzisha wizara maalum inayoshughulika na vijana. Sasa ni wajibu wa vijana sasa kuungana kwa pamoja, kuacha kushiriki mambo ambayo sio ya msingi, tujikite kwenye uchumi ili tuweze kusogea hatua moja kwenda hatua nyingine. Sitamani kuwa kiongozi wa watu ambao wanakuwa ni dhaifu kiuchumi. Natamani kuwa kiongozi wa watu ambao watakuwa na nguvu kiuchumi, na itatusaidia hata kufanya maamuzi ya msingi kwenye mambo yetu ya msingi pasipo kushawishiwa na jambo lolote.